Hizi ni biashara 5 ambazo unaweza ukazifanya ukiwa na mtaji mdogo ukapata faida kubwa. Kwa mtu yoyote ambaye ana mtaji mdogo wa biashara, anatamani kufanya biashara lakini hajui ni biashara gani exactly ataifanya. Hizi ni baadhi ya biashara ambazo zina mtaji mdogo lakini faida yake ni kubwa sana. Watu wengi wanaofanya biashara za design hii ni watu ambao wana mafanikio makubwa, wana pesa, hawakosi pesa za chakula, za mavazi, za malazi na za kulipia kodi. Ni watu ambao hawasumbuki wala kuteseka sana kwenye maisha yao. Biashara namba 1 ni biashara ya hardware. Unajua hardware naweza nikasema ni mtu ambaye anauza vifaa vya ujenzi majumbani. Mtu ambaye anafanya biashara ya hardware na biashara ya kuuza vifaa vya umeme. Mtu yoyote ambaye anafanya biashara ya hardware, yani vifaa vya majumbani, ni mtu ambaye pesa kwake kukauka ni ngumu, kwa sababu anafanya kitu ambacho watu wanakihitaji kila siku. Watu wote unaoona wengi wanatafuta pesa, 98% ya watu wanaotafuta pesa wanatafuta pesa kwa ajili ya kujenga, hasa Watanzania. Wakenya wengi wao huwa wanapenda kutafuta pesa kwa ajili ya magari, lakini Watanzania wengi huwa tunajenga nyumba sisi wenyewe. Nchi zingine wanajengewa national housing, manini, wanapanga, wanakaa kwenye apartment. Sisi Tanzania tunaenda apartment for fun, lakini huwa tunajijengea nyumba sisi wenyewe. Yani kila mtu aliyezaliwa ndoto yake ni kujenga nyumba na kununua gari. Kwa hiyo ukifanya biashara ya hardware, ni biashara ambayo watu wanafanya kila siku. Watu wananunua vifaa vya hardware kila siku, watu wanatamani kujenga. Hata wewe unaitazama hii video, unaweza ukawa kuna sehemu unajenga, na danganya, unaweza kaandika kwenye comment. Watu ambao mnafanya biashara za hardware, mnaweza mkawa hamtamani watu wengine pia wafungue hizo biashara, lakini kutokana na kwamba mtu anaweza kawa na mtaji, hajui nini afanye, anaweza akaangalia na sehemu nzuri ya kufungua hardware ni sehemu ambayo ndo watu wanaanza kujenga, yani ile miji ambayo ndo inakuwa kwa kasi. Ni sehemu nzuri sana za kwenda kufungua hardware na vifaa vya kuuza hivi vifaa vya umeme. Sijui kama tunaelewana vizuri. Namba 2 ni biashara ya mazao. Biashara ya mazao, watu wanauza mchele, mahindi, watu wanauza vitu kadha wa kadha vya mazao, matunda. Hii ni biashara ambayo binadamu yoyote unayemjua kwenye dunia ni lazima atafanya chochote anachofanya ili apate pesa. Hakuna mtu ambaye atakubaliana na swala la kulala na njaa. Yaani hiyo ni swala haliwezekani. Kwa hiyo ukiwa mmoja kati ya watu ambao unataka kufanikiwa kwenye hii dunia, au unataka kuwa na